Lakini hii katiba utamkumbuka mkuu wa majeshi mstaafu Jenerali Venance Mabeyo. Anasema nchi ilipoingia kwenye ile sintofahamu ya rais kufariki akiwa madarakani, ilibidi warudi kwenye katiba. Ikulu ya Tanzania haikaliki baada ya wakili Mwadeleka kuibua na kurusha kombora kali. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na tafadhali subscribe. Katika siasa za taifa kuna nyakati ambazo kauli moja inaweza kuwasha mjadala mkubwa wa kitaifa. Kauli inayogusa mustakabali wa nchi, kauli inayogusa haki za wananchi na kauli inayogusa historia ya uongozi wa taifa. Mjadala kuhusu katiba mpya nchini Tanzania umeibuka tena kwa nguvu mpya, safari hii ukitokana na hoja nzito iliyotolewa na wakili maarufu Peter Madeleka, hoja inayobeba ujumbe mmoja mkubwa kwamba ikiwa mchakato wa katiba mpya utaanza, basi Tanzania inaweza kufungua kurasa mpya wa kisiasa, na mjadala mkali unaozunguka matukio ya mwaka jana Oktoba 29 unaweza kupungua hata kusahaulika kabisa. Katika mahojiano maalum yaliyorushwa kupitia Jambo TV, wakili Madeleka aliweka wazi mtazamo wake kuhusu mustakabali wa siasa za Tanzania, na kwa mujibu wa hoja yake, hatua ya kuruhusu mchakato wa katiba mpya inaweza kuwa mojawapo ya maamuzi makubwa zaidi ya kisiasa yanayoweza kufanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa maoni yake, uamuzi huu unaweza kuleta mwanzo mpya wa kisiasa nchini, mwanzo unaoweza kupunguza mvutano wa kisiasa ambao umekuwa ukijadiliwa katika miaka ya hivi karibuni. Na katika maelezo yake, Madeleka anaona katiba mpya kama nyaraka yenye uwezo wa kubadili mwelekeo wa siasa na uongozi wa taifa. Sasa kubwa baba lao kabisa sasa katiba mpya. Sasa mwisho wa siku akiachia madaraka atabaki kuwa Samia as an individual ambaye anahitaji heshima, anahitaji kuenziwa, anahitaji kukumbukwa. Yeye atuachie sisi katiba, akapumzike, sisi tuendelea kukupambana. Akiacha katiba mpya leo atakuja kunikumbuka. Na wewe umesema ni nabii, mimi sio nabii. Lakini akiacha madaraka leo katuachia katiba mpya. Naomba nirekebishe kidogo. Mimi sio nabii, ni kama nabii. Kama nabii, sawa. Una chembe za unabii. Hiyo katiba mpya itakayokuja itatuhakikishia kwamba kutakuwa kuna uwajibikaji unaotakikana. Hakuna mtu ambaye atakuwa juu ya sheria. Watu watakapokuwa nafurahia maisha hayo, watakiwa kuwa namkumbuka ni Samia. Ni nyaraka ambayo kwa mtazamo wake inaweza kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa utawala wa nchi na katiba. Ama katika mahojiano hayo, Madeleka alieleza kuwa mjadala wa katiba mpya nchini Tanzania hauko upande mmoja pekee, na badala yake kuna mitazamo miwili mikubwa inayojitokeza katika jamii. Upande wa kwanza mnaona kwamba katiba mpya si jambo la dharura kwa sasa. Kwa mtazamo huo, mfumo uliopo tayari unaweza kuendelea kuendesha shughuli za nchi bila mabadiliko makubwa ya kikatiba. Katika upande wa pili wa mjadala, unaamini kwamba katiba mpya ni muhimu sana kwa mustakabali wa taifa, na katika mujibu wa mtazamo huo, katiba si tu nyaraka ya kisheria, ni mwongozo wa maisha maisha ya kila siku ya wananchi. Inaelekeza namna mamlaka ya serikali yanavyotumika, na inaweka mipaka ya madaraka, na inalinda haki za msingi za raia. Ndiyo maana kwa baadhi ya wananchi mjadala wa katiba mpya unaonekana kuwa wa msingi sana. Madeleka alisisitiza pia kwamba katiba ni nguzo muhimu ya utawala wa nchi, na katika historia ya Tanzania katiba imekuwa mwongozo muhimu wakati taifa linapokutana na changamoto kubwa za kisiasa au kikatiba. Mfano mmoja uliotolewa ni pale taifa linapokumbwa na sintofahamu ya kiuongozi baada ya kifo cha rais aliyekuwa madarakani. Na katika hali kama hiyo, taasisi za juu za ulinzi wa usalama zililazimika kurejea katika katiba ili kupata mwongozo hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Hatua hiyo ilisaidia kuhakikisha taifa linaendelea kwa utulivu, na shughuli za serikali ziliendelea, na mfumo wa uongozi uliendelea bila kuyumba. Na kwa mtazamo huo, katiba inaonekana kama nguzo ya utulivu wa kisiasa. Na katika maelezo yake, Madeleka aligusia pia mtazamo wa wananchi wa kawaida kuhusu katiba mpya. Na kwa mujibu wa hoja yake, hamu ya katiba mpya haipo tu katika mijadala ya wasomi au wanasiasa, na hata wananchi wa kawaida mitaani wanaonesha kuwa na hamu ya kuona mabadiliko ya kikatiba.
wao, katiba ni nyaraka inayogusa haki zao moja kwa moja na inaathiri maisha yao ya kila siku. Inaamua namna mamlaka ya serikali yanavyotumika na inaweka msingi wa haki na usawa katika jamii. Ndiyo maana mjadala huu unaonekana kuendelea kupata nguvu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na katika mahojiano hayo, Madeleka alieleza kuwa kuna mambo mawili makubwa ambayo yanaweza kumfanya kiongozi wa taifa akumbukwe katika historia ya nchi. Na ni jambo la kwanza ni kulinda haki za msingi za wananchi. Haki hizo ni pamoja na haki ya kuishi, haki ya usalama na haki ya kutoa maoni bila hofu. Na katika mtazamo huo, serikali ina jukumu la kuhakikisha wananchi wanaishi katika mazingira salama, mazingira ambayo hakuna mtu anayepotea bila maelezo, hakuna mtu anayeteswa na hakuna mtu anayehofia kutoa maoni yake. Kwa mujibu wa hoja hii, ulinzi wa haki za raia ni moja ya vipimo muhimu vya uongozi bora. Madeleka alisisitiza pia kwamba serikali ina wajibu mkubwa wa kulinda maisha ya wananchi wake, na hata pale ambapo vyombo vya dola vihusiki moja kwa moja na matukio fulani, bado vina jukumu la kuhakikisha usalama wa raia unalindwa. Kwa sababu jukumu la msingi la serikali ni kuhakikisha kila mwananchi anaishi kwa amani na usalama, basi katika mazingira hayo mfumo wa kikatiba una jukumu muhimu la kuhakikisha taasisi za serikali zinafanya kazi kwa uwajibikaji. Na ni jambo la pili ambalo Madeleka anaona linaweza kuacha alama kubwa katika historia ya uongozi, ni kuruhusu mchakato wa katiba mpya. Na kwa mtazamo wake, uamuzi huo unaweza kuwa hatua ya kihistoria kwa taifa, hatua ambayo inaweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Tanzania kwa muda mrefu. Na katika hoja yake, katiba mpya inaweza kusaidia kujenga imani mpya kati ya wananchi na mfumo wa uongozi wa nchi, na kwa kufanya hivi inaweza kusaidia kupunguza mvutano wa kisiasa unaojadiliwa katika nyaraka za hivi karibuni. Hoja hiyo imeongeza nguvu katika mjadala wa muda mrefu kuhusu katiba mpya nchini Tanzania. Kwa miaka kadhaa sasa, suala la katiba limekuwa moja ya mijadala mikubwa katika siasa za nchi, na wapo wanaunga mkono mabadiliko ya kikatiba na wapo wanaona kwamba mfumo uliopo unaweza kuendelea kufanya kazi bila mabadiliko makubwa. Lakini kwa upande wa wanaounga mkono katiba mpya, hoja kuu ni kwamba mabadiliko haya yanaweza kuimarisha uwajibikaji wa serikali, pia yanaweza kuongeza uwazi katika mfumo wa uongozi wa taifa, na muhimu zaidi, yanaweza kuimarisha ulinzi wa haki za wananchi. Kadri mjadala kuhusu katiba mpya unavyoendelea, macho ya wengi yanaelekezwa katika maamuzi ya kisiasa yatakayofanyika katika siku zijazo. Kwa baadhi ya wachambuzi wa siasa, mchakato wa katiba mpya unaweza kuwa moja ya hatua kubwa zaidi katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Hatua ambayo inaweza kubadilisha namna mfumo wa uongozi unavyofanya kazi kwa vizazi vijavyo. Lakini kwa sasa mjadala huu unaendelea katika majukwaa ya kisiasa, kijamii na kitaaluma, na kila upande unaendelea kutoa hoja zake. Katika historia ya taifa lolote, kuna maamuzi ambayo hubaki katika kumbukumbu za muda mrefu, maamuzi yanayobadili mwelekeo wa siasa, maamuzi yanayogusa maisha ya wananchi, na maamuzi yanayoandika historia mpya. Na katika mjadala wa katiba mpya nchini Tanzania, swali kubwa linalobaki ni moja: je, taifa lipo tayari kufungua ukurasa mpya wa kikatiba? Kwa sasa, sababu wakati mwingine mustakabali wa nchi huanza na uamuzi mmoja mkubwa wa kisiasa. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo. Zidi kuwa nasi na subscribe, like na kushare video zetu. Jina langu ni Edwin Mukaya.